Kwa hiyo kwa upande wa ziara yako ndugu mwenyekiti, tulijitahidi kualika baadhi ya kata za jirani na makao makuu ya wilaya ili waweze kuhudhuria hapa, lakini pia tukawaalika viongozi wa hapa wa kata na matawi pamoja na vijana wa hamasa. Lakini changamoto kubwa iliyojitokeza, mkufunzi wetu wa itifaki na hamasa wilaya kafiwa na kaka yake, na alikuwa akiishi naye nyumbani na msiba huko nyumbani kwake. Chipukizi, elimu na matumaini. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kwa majina naitwa Mashaka Madege Boazi. Mimi ni itifaki wa wilaya ya Kwimba, lakini pia ni Sameja mkoa wa Mwanza. Hivyo nipo hapa wilayani, kwa leo nipo nyumbani. Karibuni sana. Chanila, karibu sana. Salamu ya chipukizi nimeshasahau. Chipukizi oye. Wetu wa chipukizi mkoa safi. Na msafara wake aliombatana nao safi. Asante sana. Basi awali yote napenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hivi tu, maana unapokuwa, maana wewe ni kiongozi, nategemea utakuja kuwa kiongozi mkubwa. Ni wewe mwenyewe tu kuendelea kujiendeleza na kutambua nafasi yako ulionayo. Kwa hiyo viongozi wengi wameanzia chini kama wewe. Kwa hiyo mimi nikupongeze sana. Endelea na kazi hiyo na hongera sana kwa kufanya ziara. Karibu sana kwenye wilaya yetu. Sina la kusema, mimi naitwa Agata Luguva, ndo katibu wa CCM wilaya ya Kwimba. Karibuni sana. Asante sana. Mwingine nadhani kitaifa ndo mkoa wa kwanza unaongoza kwenye chipukizi kufanya ziara. Zinakuwa viral sana katika media. Maana sasa hivi siasa zetu nyingi zimeelekezwa kwenye media, lakini siasa za matukio hizi ni chache, nyingi ziko mtandaoni. Kwa hiyo unafanya ziara za matukio, unafanya ziara za mtandaoni pia, unafanya matukio ya mtandaoni kule yanaonekana, na inaamsha hali ya chipukizi katika wilaya yetu. Na hata ziara yako katika wilaya hii nadhani inaweza ikawa ni ya kwanza kwa tukio la chipukizi kufanyika katika wilaya hii, kwa sababu matukio haya ya kiumungu zaidi anayafanya akiwa mtoto na akiwa kiongozi. Sidhani ukifikia kama umri wetu sisi itakuwaje. Kwa hiyo nikupongeze sana. Ni matukio ambayo yanamfurahisha Mwenyezi Mungu, ni matukio yanayofungua nyoyo za watu na kuendelea kuamini kwamba wanasaminika katika jamii yao. Kwa hiyo nikupongeze katika hilo, na baada ya hapo mwisho kabisa tutakwenda msibani, lakini kama hamtojali, maana nilichomekea na mimi nikasema kwamba sasa ziara za viongozi wakubwa, na sisi kuna wilaya yetu hii tuna ujenzi wa nyumba ya mtumishi. Ikikupendeza ndugu mwenyekiti, ukapita pale kwenye ujenzi wa nyumba ya mtumishi ukaiona hata hali iliyopo ya nyumba ile, itakupendeza pia. Unaweza ukaiangalia tu, ipo siku kule kwenye vikao vyako ukasema bana, sasa nikienda tena, au ukatoa maelekezo mengine ambayo yatakuwa ni faraja kwetu. Wanasema karibu mgeni mwenyeji apone. Haya ya Pasaka, basi afanye ziara fupi kumalizia zile wilaya ambazo alikuwa hajafanya ziara katika kipindi ambacho alipokuwa amefanya ziara kwenye wilaya zingine. Ashafanya Ilemela, Magu, Sengerema. Kwa hiyo akaona afanye ziara katika wilaya hizi ambazo alikuwa amebakiza hakufanya ziara yake. Na lengo kubwa la ziara yake ni kuona uhai wa chipukizi, kuona namna shughuli za chipukizi. Lakini lengo la pili la ziara yake ni walau kwenda kutembelea kwenye maeneo ambayo kuna watoto ambao walau washike mkono. Ni mtu ambaye ana hofu ya Mungu. Akasema tukifika labda kwa kwenye ujenzi huo wa nyumba. Kwa hiyo mkatibu nilikuja tena kusema nakushukuru sana. Naomba sasa nikaribishe mwenyekiti wetu wa chipukizi wa mkoa ili uweze kusalimia. Viva chipukizi wa CCM, elimu na matumaini. Elimu na matumaini. Chipukizi wa CCM. Kwa majina naitwa Erin Chenea David, ni mwenyekiti chipukizi CCM mkoa wa Mwanza. Siku ya leo ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai aliotujalia mpaka tufike siku ya leo. Pia ningependa kumshukuru katibu wetu kwa kufika hapa siku ya leo. Najua ana mambo mengi ya kufanya, ila akaona atumie fursa hii kuja hapa na kushiriki nasi. Asante. Ningependa kuwashukuru kwa ujio wenu wote. Asanteni sana.